aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. أسير خلف ركاب النجد ذا عرج وأمل الكشف ما لاقيت من عوج فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم برب الورى في ذاك من فرج وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. Hakika waliotangulia ni mashekhe zangu, maustadhi na wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo asiru khalfa rikabi najdi dha araji, na ninafuata msafara ambao kwamba ni mkubwa lakini dha araji ni mwenye kiburi. Asiru khalfa rikabi najdi dha araji muamila alkashfa ma laqitu min iwaji, huku nikitarajia kuwa nitakava pale nilipokwenda makosa. Fa in lahiktu bihi min ba'di ma sabaku fakam bi rabbi alwara fi dhaka min faraji, ikiwa nitawapata pale walipotangulia na wakafanya vizuri nami nikafanya kama walivyofanya, fakam bi rabbi alwara fi dhaka min faraji, basi hizo ni katika faraji za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni katika fadhila zake. Ama hakika yangu فإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج, ikiwa nitabaki nyuma nikakosea au nikafanya upungufu wote kama nilivyo na ndio mwanadamu asili yake, fama ala araj fi dhaka min haraj, kwa mtu ambaye kwamba mtembea na watu wana miguu miwili, yeye ana kiguu kimoja hutembea, akibaki nyuma kawaida. Kwa hiyo mimi nikibaki nyuma ni kawaida, kwa sababu mimi ni dhuaraji. Mwenyezi Mungu anikamilishe, atujalie katika wale laysa ala al-a'ma harajun ala al-a'raj haraj. Kwa hakika tumesikia mengi walitaka niyaharibu, na mengi yalizungumzwa, kila aliyezungumza niligusa. Maanake wenyewe wasema idha kathrat al-khira zadat al-hira, mambo mengi yakiwa mazuri basi wewe utahayar hujui tukue wapi wote wapi. Insha Allah nitajaribu kufanya iltimas katika yale yalizungumzwa, na mwisho kabisa ni Sayyidi Ustadh Adnan katika masala ya kuangalia sisi tuelekea wapi na tumefika mwisho, kama alivyosema Sayyidina Ali, ni nani aliyekubaliwa fanuhanni ومن المقرود فنو عزيز. نسأل الله العافية والسلامة. Mwenyezi Mungu tujalie min almaqbulin na tujalie min almulhaqina bilmaqbulin, wale walioshikanishwa kwa wale waliofaulu, kwa sababu sisi tuna nini mpaka tufaulu? Isipokuwa sisi tushike kamba tu, kama hiyo nasiru khalfa rikabi najmi, tuko nyuma na sisi angalawa tushike viatu, wakiingia na sisi bwana, sisi tunashika viatu mutupishe, kwa ile sisi hatuna chochote. Lakini sisi tutasema kama dhannukum bi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu atuambia katika hadithi al-Qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an, وهكذا إن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته أرولا. هكذا هو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama dhannukum bi rabbil alamin, baada ya kumaliza masiku 29 au 28, mwadhani Mwenyezi Mungu atawafanya nini?
ikiwa Mungu atadhanu bilmu'minina khaira fakaifa billah. Kwa muumini sisi kwa kudhania kheri. Waenda kwa mtu wa mwanachuoni wadhania atakusomesha, waenda kwa tajiri wadhania kheri atakumpatia chochote, waenda kwa mtu mwenye usaidizi wa fikra wadhania atakusaidia. Fakaifa billahi kama dhannukum bi rabbil alamin. Na Mwenyezi Mungu atuambia in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Ikiwa Mungu atajua katika nyoyo zenu kuna kheri, basi mtapata kheri. Wewe ukiona hukukubaliwa, basi nasallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tunataka wale watakwenda haji na mtu amemaliza haji yake vizuri, atatoka kayomi waladatu ummu, ni kama kwamba ni siku aliyozaliwa. Na mtu mwenye kudhania kwa hakukubaliwa au hakupata tendo ya rahma, tahadharisha sana na kama huyo sallallahu alaihi wasallam. Kuna mas'alatu wajilatun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Lakini sasa tumefika wakati wa tamaa zaidi, kwa sababu tumefika mwisho. Tuingie katika tamaa, tuingie katika dhanni ya rabbil alamin, tuingie katika ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan, ili nasi tupate khairi inshallah. Kwa hiyo sisi tudhania kwa Allah subhanahu wa ta'ala atatukubalia. Kisha Sheikh Sufi akazungumzia Lailatul Qadr kwa ufupi sana, kwa kuwa sisi amali zetu ni fupi sana, na Mwenyezi Mungu hutakia kila sababu za khairi. Yani man hamma bihasanatin wa lam ya'mal au ya'mal, Mungu atampatia hasana. Wewe umefikiria kufanya khairi, hukufanya, ushapatia thawabu. Nafikiria sababu darasani, hukufanya, innamal a'malu binniyat, niyyatun min khairin min amali. Yani wewe walipo kwa nia kabla hujafanya, bali waweza ukatoa peponi wewe hujafanya chochote. Na ndio maana yule mtu aliyeua nafsi 100 mpaka ikawa yeye sasa yuelekea kule upande wa kheri, watu wa motoni, wa malaika motoni, wa peponi wakaja kwa kila mmoja kuta kwake. Hawa wanasema huyu hajafanya kheri hata moja, huyu anasema kina ashafanya tauba yake ilikuwa sadiqa. Na hadithi hii ni yajulikana sana, mashhuri. Mwenyezi Mungu akaikunda ardhi ile aliyokuwa iwaenda ili awe karibu, ndio kama dhanna bi rabbil alamin. Kwa kuwa dhanna yake ilikuwa mzuri kwa Mola Mungu, naye akamfanyia wepesi, akawa ni mulhaq bil jamaa, hajafanya kheri hata moja, ni nia tu alikuwa na hamu. Katika masala ya hamu na nia ni masala ambayo kwamba mara nyingine sisi tuambiwa hizi nia si lazima kutia. Nia ni masala makubwa sana, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Na ndio maana katika hizi nia kuna tabaqati, kuna kitu kinaitwa khawatir, kuna hadis, kuna hadithu nafsi, kuna hamu, kuna azima, kuna nia, kuna fi'li, na zote hizi darajati. Sasa mpaka utakapofika huko wewe katika hasanati insha Allah. Kwa hiyo suala la Lailatul Qadr tumepewa sisi ambao kwamba ni wavivu, sisi wenye umri mdogo, sisi ambao kwamba tulikuwa tupata swala 50 tukafanya swala ngapi? 5. Yote haya ni kwa Mungu ataka sababu ya kukutia peponi. Wewe umefanya jambo la khairi utaandikiwa daraja 10, umefanya jambo la shari huandikiwi sahiha, utapatiwa 6 hours kuangalia utatubu kwanza, kwa sababu Mwenyezi Mungu hukutaka uingie peponi, hakutaki uingie motoni. Mpaka mtu atakapokuwa ataingia motoni kuwa amejifungia sababu zote. Huu mwezi tu tumepewa sisi ni ofa, katika mwaka mzima ufanye bidii, ndio usali, usome, utoe, ufanye muraji, uvute, na hakuna kitu rahisi kama kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mtume akaulizwa akasema sema hilo tu ndio ushapata Lailatul Qadr. Hakukwambia Lailatul Qadr ikupate hali ya wewe wasumama qiyam al-layl tula an-nahari au tula al-layl, au wewe ukiwa kwa zaka ndio Lailatul Qadr ikupata, ama wewe ukiwa katika umra. Mtume asema kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Lailatul Qadr imeshakar Mwenyezi Mungu tupatie qadran min Lailatul Qadr, nasiban min Lailatul Qadr ya rabbul alamin. Kisha Sayyidi Sheikh Ustadh wetu Ustadh Faisal alizungumza masala ya zakatul fitri. Napenda kuzungumzia baadhi ya akhta ambazo kwamba hupatikana sana, yani makosa yanapatikana katika zakat. Leo kuna watu huchukua zakatul fitri mpaka zikapita kiwango cha kwa yeye akapewa zakatul fitri na sababu hupewa, ikawa yeye ashakuwa ni mwenye kutoa, lakini yeye akajiona yeye fani
ni mwenye kutukua tu. Haya ni makosa sana. Ikifika kiwango cha kuwa wewe una chakula cha siku ya Idi na chakula na gharama utakaohitajia siku ya Idi, wewe na familia yako na nyumba yako na kila utakachokihitajia siku ya Idi na usiku wake, na kisha Sheikh Faisal shaeleza msala yako uzuri, kitakachozidi na maana wewe pia ukafanya nini? Ukakutoa. Kwa hiyo usijione wewe mwenye kupewa tu basi, hata kwa wewe imefikia hali imevuka, hata kama haijafika, fanya bidii wewe utoe, kwa sababu wale wenye kutoa ni wale ambao kwamba hawana ndio zao zitafika mbele zaidi kuliko walonazo. Rubba dirham sadaqat al-dirham, mara nyingine dirham yako moja itashinda mwenye aliyetoa milioni, kwa sababu wewe ulikuwa na dirham mbili tu, ni nusu ya mali yako uliyotoa, ndio maana ikawa yako ina. Kwa hiyo usiseme mimi mwenye kupewa peke yake, kando na kuwa tumetajia kuna watu hupewa wala hawastahili. Taarifu bisimahum la yasaluna nasa ilhafa, watu wengine hawaulizi, wanaifa. Na wengine utaona wao mikono yao iko hivi tu, ukiangalia pengine na Mercedes Benz nyumbani, lakini yeye kila siku ni mkono wake umefunguka. Na wengine utawaona wana kanzu zao zimekuja pasi na kofia nzuri na saa na simu, kumbe maskini nyumbani anasima na kile unakitaje kinachotoka katika pishi. Kwa hiyo omena ndio jina hivyo, nasallallahu alaihi wasallam. Lakini ukimwona nje yahsabuhum al-aghniya, yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affufi, watu watawafikiria hawa matajiri kutokamana na kutouliza na kuomba, kumbe wao ndio wastahiki na wale wasiostahiki ndio wakapewa. Kuna makosa yanayojiri sana. Kuna leo watu matajiri wapatia wafanyakazi wao zaka kwa njia ya kuwashawalipa kabisa mshahara wao, kumbe wale wapata mshahara kisha ikiwa yastahikuna zaka yopa, si kwa kuwa ni mfanyakazi wako wewe mpatie zaka tu. Je, anastahiki min al-asnaf thamania? Kuna ada tumezoea sisi, babangu akiwapatia watu fulani zaka, basi na mimi nachukua mirathi ile huwapatia watu wale zaka. Kumbe wewe uliotoa zaka hali imebadilika, na yule uliyepatia zaka hali yake ilikuwa nzuri kushinda wewe, lakini ushazoea wewe, babangu akiwapatia zaka na mimi nachukua. Ni vizuri na ndivyo inavyotakiwa. Mzazi akiwata kitu mwana huchukua ile mirathi, hasa kama Sayyidina Al-Habib Sayyid Muhsin hapa, yeye hufanya haya khairati, watoto wake automatically utamwona mmoja ashaleta chakula, mmoja shughulikia maji, mwingine shughulikia electricity, zile kazi za mjawa zenyewe wa hakadha. Lakini tunachokizungumza ni kuwa unapotoa zaka hakikisha unaipatia ni stahiki zaka. Mara nyingine watu hutoa zaka kuwapatia nyanya, ninapatia babangu zakatul fitr. Hafai zakatul fitr. Zakatul fitr, zakatul mali hafai far'i wala asli. Far'i ni mwanao au mwana wa mwanao, kwa sababu kabla an tajib alayka zakat yajibu alayka nafaqatuhu. Yani wewe kwanza, kabla haikulazimu wewe kuwapatia nafaka zakat, ilikuwaje watu wao mafakiri na wewe una uwezo wa kuwapatia? Ina maana wewe wakadha nafasi ya nafaka kwa kutoa zaka. Kwa hiyo mshasibu mani haifai. Zaka unaipatia ni katika hawashi na wale ambao hawako chini yako. Zaka, katika kutoa zaka mara nyingine watu huangalia tu hii zaka ni za watu wa ahlul mali wanafanya biashara. La, zakatul mali ni kitu kando na zakatul fitri ni kitu kando. Na hata kuna baadhi ya ahkamu ambazo kama hizi inshallah tutazia sheria au watasheria ndugu zetu. Kuna makosa karibu 15 ambayo katika zakatul mali hutolewa kwa kufuata shahri al-miladi, yani kufuata al-qamari, ambayo kama katika makosa. Mwenyezi Mungu atujalie asitukue katika makosa yetu, atutahammal katika makosa yetu. Allahumma la tuakhidna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala alqawmi alkafirin. Nikimalizia pale alipoanzia habibu wetu, alizungumzia hauli na siku ya kiyama na hatari itakayokuwa siku ya kiyama na watu watakapobadilika. Kisha katika aya moja, yajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat, Mwenyezi Mungu atailipa kila nafsi kwa kadiri alichokifanya. Na sisi insha Allah tutaraji tutaambiwa tuingie peponi, tudkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kwa sababu haya tunayofanya ni miongoni mwa amali za khairi ambazo kwamba tutazifanya Mwenyezi Mungu azitakabali. Lakini natutaka kuashiria ni malmah kidogo kwa sisi leo, tutakachokifanya ndio tutakacholipwa akhera, sio
Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul A'raf, qala udkhulu liman qad khalat min qablikum min al-jinni wal-ins fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Siku ya Kiyama kuna watu aina mbili na zaidi hapo, watu imma fariqun fi sa'ir wa fariqun fi janna, imma fariqun fi janna. Lakini wale watakapotoka moto watakuwa na maneno wayasema, ambayo kwa maneno hayo walikuwa wakiyasema hapa. Leo ikiwa wewe una ada ya kulaani sana, siku ya Kiyama ukiingia motoni tu, wewe kwanza utafanya laana, utamlaani yule aliyekuongoza katika moto. Kwa hiyo usiwe na tabia ya kulaani leo ili usiwe na tabia ya kulaani kesho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi baada ya wale fuqara al-muhajirin aliwataja ustadhi wetu, kisha walladhina tabawwa'u dar al-ansar, kisha walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ايش ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. Hapa kuna malmah tumeona na Mwenyezi Mungu atakabuli ndani yake. Kule Mungu asema wale watasema watu motoni, kullama dakhalat ummatu la'anat ukhtaha. Kwa sababu gani? Walikuwa zamani wakilaani. Kuna watu leo wallahi asubuhi kwanza mpaka walaani baadhi ya masahaba ni muradi, kama vile unavyosema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar utapata thawabu kadha kadha kadha. Wao huambiwa kila ukileta laana 10 kwa fulani fulani utapata thawabu kadha. Nasallallahu alaihi wasallam, Mungu asizoneshe. Kwa hiyo ukiwa na tabia hiyo, siku ya Kiyama utaingia katika grupu la kufanya nini? Laana. Sasa grupu lako ni lipi? Ni hili walladhina sabaquna walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina. Nataka upay attention kidogo ili ufahamu mafungamano baina ya wenye kulaani watu hapa kisha watalaani watu wapi? Motoni, na wenye kusema walladhina ja'u min ba'dihim. Na kundi hili huingia kundi la ahli sunna wal jamaa, wale ambao kwamba kwanza hawalaani kisha wao hukubali hikma, watawasomea watu waliotangulia. Sisi ndio tunasema walladhina Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tunasema nini? Amin. Ama sio? Sasa unaposema hivyo, siku ya Kiyama utakuwa katika wale wanazahana ma fi sudurihim min ghillin, na katika nyingine ikhwanan ala surur mutaqabilin. Kwa hiyo ikiwa wewe wasema sana hapa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla, ikawa dua yako ni hii kila siku ya Kiyama wewe nayo utakuwa dua yako utakubaliwa, utaingia katika wale wanazana ma fi sudurihim min ghillin. Kwa sababu sisi tukariri sana dua hii na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wao min alladhina yaquluna rabbana ighfir lana au almaqbulina khasa alladhina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.